Karibu mtazamaji wa channel ya Amka, na naendelea tena na mfululizo ule wa kujibu zile hoja za ndugu yetu Fan ambaye ametengeneza mfululizo wa video kadhaa ambazo anadai ni hitilafu katika Biblia. Nilishajibu part 1, part 2, part 3 na part 4, yani sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne ya zile video zake katika video tofauti. Katika video hii nitajibu sehemu yake ya 5. Na jibu langu katika sehemu hii ya 5 ni fupi sana kwa sababu ametaja hitilafu 3 ambazo zote ni kuoanisha baina ya sura ya 2 ya Ezra na sura ya 7 ya Nehemia, na anazungumzia kuhusu idadi ya vizazi. Kwa mfano, katika mfano wa kwanza anazungumzia Ezra sura ya 2 mstari wa 15, analinganisha na Nehemia sura ya 7 mstari wa 20. Anazungumzia wana wa Adini ni wangapi, na anazungumzia pia Ezra wa 2 sura ya 2 mstari wa 65, analinganisha Nehemia sura ya 7 mstari wa 67. Anauliza hawa wako wangapi kati ya 245, na katika hiyo Nehemia ya 7 mstari wa 22 analinganisha na Ezra sura ya 2 mstari wa 19, anauliza wana wa Hashumu ni wangapi. Kimsingi katika hizi anazoziita hitilafu zote nitazijibu kwa pamoja, kwa sababu zote zinajibika katika tunaona katika Nehemia sura ya 7 mstari wa 5 inajibu kwa hakika kabisa. Halikadhalika Ezra sura hiyo ya 2 mstari wa kwanza na wa 2 kuna majibu pale. Kwa hiyo hizi changamoto au hizi anazoziita hitilafu zote 3 za idadi ya vizazi kwa kuonekana kwenye tofauti kati ya Nehemia na Ezra zinajieleza katika jibu langu moja tu linatosha. Na jibu hili niliwahi kulitoa katika ile sehemu yangu ya 4. Aliuliza swali ambalo linafanana na haya matatu. Kimsingi huyu ndugu yetu Fan anajibu kuonyesha kama vile Biblia imejaa chungu nzima ya mahitilafu. Hakuna hitilafu ndugu yangu Fan, ni wewe tu na usomaji wako wa hovyo. Na niseme kwanza, huisomi Biblia, unabeba hizi zinazoitwa hitilafu, unakuja nazo unawaletea watu ambao asilimia kubwa hawapiti wakahakiki. Hakuna. Lakini vile wewe mwenyewe Fan na Waislamu wengi ambao mnapenda kubeba hizi mnazoita hitilafu, mnathibitisha namna gani ya tofauti ya sisi Wakristo tunaposoma Biblia na nyinyi Waislamu? Kwa sababu Waislamu kwanza hamsomi Qur'an, mnakariri. Mimi nilisoma Qur'an nikiwa mdogo na hakuna hata kitu kimoja nilisoma kwa umakini, ilikuwa ni kukariri tu. Asilimia 80 ya Waislamu Kiarabu si lugha yao, wanakariri. Hata zile tafsiri ni kukariri. Hakuna desturi ya kusoma kwa umakini na kuoanisha maandiko. Kwa hiyo mnathibitisha wazi namna gani usomaji wenu ulivyo tofauti na uelewa wenu katika kusoma maandiko ulivyo tofauti baina yetu Wakristo na Waislamu. Lakini ni wajibu wangu kwamba kufika na kujibu hizi zinazoitwa hitilafu na kuthibitisha kwamba hakuna hitilafu. Kwa hiyo video hii ambayo ni sehemu ya 5 inajibu video ya sehemu ya 5 ya ndugu yangu Fan. Sasa kwa msingi tu ni hivi, idadi hizi za vizazi tofauti yake inatokana na kitu kimoja chepesi sana. Ukienda katika kitabu cha Ezra sura ile ya 2, hiyo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 2 tunasoma hivi. Ezra anavyoandika anasema, basi hawa ndio wana wa wilaya waliokwea kutoka katika ule uhamisho wa hao waliokuwa wamechukuliwa, ambao Nebukadneza mfalme wa Babeli aliwachukua mateka mpaka Babeli, nao wakarudi Yerusalemu na Yuda, kila mtu mjini kwake. Ndio hawa waliokuja pamoja na Zerubabeli, Yoshua, Nehemia, Seraya, Relaya, Mordekai, Bilshani, Mispari, Bigwai, Rehumu na Baani. Hii ndio hesabu ya wanaume wa watu wa Israeli. Anachosema hapa Nehemia ni kwamba nao wakarudi. Kwa hiyo Ezra anachosema hapa Ezra ni kwamba katika ule mstari wa kwanza anasema nao wakarudi Yerusalemu na Yuda, kila mtu mjini mwake. Kwa hiyo idadi ya vizazi anavyohitaja hapa, idadi ya watu anaowataja katika kila familia hizi au kila koo au katika kila wale wazee anaowataja, anazungumzia waliorudi Yerusalemu kutoka umishoni Babeli. Kwa hiyo unaposoma hizi familia kwa mfano za Adini au huyu Hashumu na wengine,
hapa Ezra anataja idadi ya waliorudi kutoka uhamishoni Babeli. Kumbuka uhamisho huu ulidumu miaka 70. Naam. Tunaporudi katika Nehemia, kinachohitajika tu kwa ndugu yangu Fan, alichotakiwa ni asome tu, kwa sababu unapoanza katika ile Nehemia sura ile ya 7 ambao ndo anaishupalia kwamba hisabu zake zina tofauti, Nehemia anaelezea ile idadi ameitoa wapi kwa ufupi kabisa. Na nitasoma Nehemia sura ya 7 mstari wa 5. Anasema hivi Nehemia: Mungu wangu akanitia moyoni mwangu kwamba niwakusanye wakuu na mashehe na watu ili wahesabiwa kwa nasaba. Nikakiona kitabu cha vizazi vyao hao waliokwea hapo kwanza, nikaona ya kwamba imeandikwa humo. Nehemia anachosema ni kwamba hisabu ile anakutana na kile anachosema kitabu cha vizazi waliokwea. Ukumbuke kwenye Ezra anazungumzia waliorudi. Hapa Nehemia anataja idadi ya jinsi ilivyoandikwa katika kile kitabu cha vizazi, wale waliokwea kwanza, yani waliochukuliwa kwenda kule uhamishoni Babeli. Kwa hiyo anapotaja idadi ya hawa watu anawataja kufuatana na anachokisoma katika kile kitabu cha vile vizazi ambao walikwea pale kwanza, kwamba waliochukuliwa kwenda wakati wanakwenda uhamishoni Babeli. Kimsingi haya unaposoma hizi sehemu mbili za Nehemia na Ezra unaona tofauti zao zinaanzia wapi. Yule anazungumzia walorudi, huyu anazungumzia kwa idadi, kwa jinsi walivyoandikwa katika kile kitabu cha vizazi, wale waliokwea kwanza. Kwa hiyo ndo anasema nikaona ya kwamba imeandikwa humo. Kwa anataja idadi kwa mujibu wa wale walioandikwa. Na ukienda katika mstari wa 6 anasema hawa ndio wana wa wilaya waliokwea kutoka katika ule uhamisho wa hao waliokuwa wamechukuliwa, ambao Nebukadneza mfalme wa Babeli aliwachukua mateka, nao wakarudi Yerusalemu na Yuda, kila mtu mjini mwake. Kwa anataja idadi kwa mujibu wa kile kitabu cha vizazi ilivyosema mle ndani. Kimsingi ndugu yangu Fan, jibu lako ni hilo. Hakuna hitilafu humu. Ni upeo wako mdogo wa kusoma maandiko, lakini siamini kama hata maandiko umeyasoma, kwa sababu laiti ungelisoma hivi vitu ungeviona na usingethubutu kwenda kutengeneza, kupoteza muda mwingi kuandaa video ya kuzungumzia hitilafu hii sehemu yako ya 5. Na wewe ndugu yangu Mkristo, kaa imara, nikwambie tu kitabu chako cha Biblia hakina hitilafu. Lakini kingine cha msingi kabisa ambacho Waislamu mnaoangalia video hii mfahamu, hili suala la hitilafu, tofauti yetu kubwa liko wapi? Wakristo tunasema vitabu vyote 66 vya Biblia vimeandikwa na wanadamu kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu, kwamba mwanadamu ndio anaandika, lakini kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Nyinyi Waislamu mnasema kitabu cha Qur'ani kimeandikwa na Allah, huyu Mungu ambaye anajitambulisha katika Qur'ani. Na nimetengeneza video kadhaa nyingi zinazoonyesha hitilafu chungu zima katika Qur'ani. Niseme kwamba mpaka dakika hii hajajitokeza hata Muislamu mmoja aliyojibu hitilafu akajibu na ikawa na jibu la maana. Hayupo, kwa sababu labda pengine huyu Allah aliandika Qur'ani, yeye upeo wake ni mdogo. Nikutakia amani ya Kristo ndugu yangu. Mungu akubariki sana. Na wewe ndugu yangu Fan, nikualike usome hii Biblia. Acha kubeba haya unayoita mahitilafu. Tuliza kichwa chako, soma uone Mungu anasema nini juu yako. Lakini pia nikuonye kwamba Bwana Yesu anatuambia kwamba ole wake anayeokwaza wadogo kati yao. Ingelikuwa heri jiwe lifungwe shingoni mwake akatupwa katika kilindi cha bahari. Hii si kuambikwa kukutisha, lakini nakupa tu tahadhari kwa kazi hii unaoifanya. Unaeneza upotofu ambao unawakwaza watu na unawakosesha watu kufika kwake Kristo mkombozi wetu. Ndugu yangu Fan, kuwa makini na hizi video, usifanye katika kutafuta umaarufu. Zichunguze hizi hitilafu kwanza. Je, zina ukweli? La sivyo utakuwa na hatia mbele za Mungu. Asante sana, na unayefuatilia channel hii nikushukuru kwa kufuatilia, lakini like video hii, share na wengine, na kama una maswali yote tafadhali usisite kuandika katika comment. Mungu akubariki sana.